Shalom, Bwana Yesu apewe sifa, mtu wa Mungu popote pale ulipo. Ni Jumapili njema, imekuwa nzuri ya kufana, ya baraka. Naamini ya kwamba hapo penye uko umebarikiwa. Nami pia nimebarikiwa kwa siku hii ya leo kwa sababu ya wema wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Katika kile kitabu cha Timotheo wa pili, mlango wake ni wa kwanza, kisoma kuanzia mstari wa 8 mpaka pale wa 9, Paulo anasema ya kwamba usiuonee haya ushuhuda wa Bwana, na usimwonee pia naye haya kwa ajili ya injili anayoihubiri, kwa sababu Mungu ambaye alituokoa kwa kupitia ile neema yake kubwa ambayo ilikuja na mwanawe Yesu Kristo. Lakini pia anasema ya kwamba tuvumilie hata kwa ajili ya mabaya, maana yapo mazito magumu ambayo mara mingi yanafanya imani zetu zinarudi nyuma. Japokuwa wengine tunazidi kujipa moyo, lakini yapo mengine ambayo yanakuja kwa nguvu na kwa kasi kwa ajili ya kurudisha imani zetu nyuma. Lakini ningependa ninene nawe mtoto wa Mungu ambaye unanisikia kwamba maandiko hayo yanasema ya kwamba atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Ng'ang'ana, vumilia, usione haya kumshuhudia Yesu Kristo, kuambia watu yale ambayo amekutendea, kuambia watu jinsi alivyo mkuu, kuambia watu jinsi alivyokupigania pale ulipokuwa katika shida. Inawezekana labda wewe mwenyewe unajua ya kwamba hajawahi kupigania, lakini unafaa ujiulize ya kwamba ni mara ngapi umegonjeka ukapona, ni mara ngapi umekosa kazi lakini ukapata chakula, ni mara ngapi ambapo hata jamii yako imepitia katika magumu lakini ikakuja ikapata nafuu. Inatosha kusema ya kwamba Yesu Kristo ni mkuu, japokuwa wengi wanashindwa kuyaelewa makuu anayoyatenda ama yale mambo anayoyatenda maishani mwao. Lakini ukweli ni kwamba anatenda, maana hata leo hii uko mzima. Tumshukuru Mungu, tumpe utukufu kwa kila tunachokifanya kwa Yesu Kristo mwanaye. Amen. Barikiwa.